Kwa hivyo kazi nyingine ya damu ya Yesu Kristo inakuanga ni kufunika dhambi za ulimwengu, lakini pia kuchukua dhambi za ulimwengu. Nikawa nikieleza nikisema hivi, kuna watu ambao wanafanya dhambi lakini hawajui kama wanachokifanya ni dhambi. Hizo zinaitangwa nyakati za ujinga za huyo mtu. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30 Mungu anasema nyakati za ujinga huwa anajifanya. Kumbe Mungu kuna wakati huwa anajifanya ni kana kwamba haoni unafanya hii dhambi, lakini Mungu anajifanya ni kama haoni. Wakati ule anakuanga amefunika dhambi zako kwa vazi la neema, kama vile ambavyo Adamu na Hawa walifunikwa. Nielewa. Lakini Mungu akikutumia mtu sasa, ukaelezwa kwamba hii ni dhambi, kile ambacho unafaa kufanya, unafaa uitubie hiyo dhambi sasa, utoke katika hiyo dhambi ambayo ulikuwa unaifanya. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna wakati Mungu atafunika dhambi zako kwa sababu aidha hauna uelewa wa kutosha kuhusiana kwamba hiyo ni dhambi. Lakini pia Mungu kuna wakati atafunika dhambi za mtu kwa sababu yule mtu ako katika kifungo na hajapata mtu wa kumfungua. Kwa mfano, uko katika dhambi ya uasherati ama dhambi ya ulevi, dhambi ya hasira na hujafunguliwa. Kile ambacho Mungu anakifanya huwa anafunika. Uko nayo lakini neema ya Mungu inakutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Paulo anasema aka kamwimba, naomba Mungu niondolee. Mungu anamwambia neema yangu inakutosha. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo namba 2, kama utaona kwamba kuna kitu kimekulemea kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho kimekushinda kwa uwezo wako, kile ambacho unafaa kufanya, unafaa uombe neema ya Mungu ili kutoshe. Wakati mwingine tukiombea mtu akakosa kupona, ina maana kwamba Mungu anataka tuende hatua ya pili, tufunike hicho kitu. Ndio maana Paulo ameomba akasema, Mungu niondolee huu mwimba, lakini Mungu hakuondoa, aliufunika kwa neema. Alifunika kwa vazi la neema. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo ile inatumika katika kufunika vitu ambavyo vimekulemea, vitu ambavyo umeviombea na havijakaa sawa. Huwa kile kitu kinafunikwa. Na namba 3 ni kwamba ukiona Mungu anataka uombe neema kwenye kile kitu, ya kwamba neema ifunike kila kitu, ni kwamba hicho ambacho amekiacha hataki kiondolewe kwako Mungu, ina maana kina faida katika ufalme wake. Ndio maana Paulo anaambiwa na Mungu, huu mwiba sitakuondoa, lakini neema yangu inakutosha, kwa maana nguvu zangu zinakaa katika neema. Kwa hivyo wakati ule anapoteswa na hiki kitu, nguvu za Bwana ndio zinadhihirika katika huo udhaifu. Maana Mungu anamwambia nguvu zangu zinakaa katika udhaifu. Unapozidi kuteswa ama kukaa katika hicho kitu, ndio nguvu za Bwana zinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba wana wa Israeli walipigana na mataifa mengi sana, mataifa ya Moabu, wana wa Hanaki wengi sana, lakini Mungu anawaambia kuna mataifa ambao sitawaondosha ili wakuwa na wafundisha vita. Kumbe ule udhaifu ambao wewe uko nao, inawezekana Mungu amewacha kabisa, ili ule udhaifu ukuwa unakufundisha vita na ukuwa unakurudisha kwa Mungu kila wakati. Wakati ule udhaifu unakupiga vita, wakati ule adui ambaye ameachwa na Mungu akikupiga vita, ukuwa unarudi kwa Bwana. Nielewa. Lakini kati ya mataifa ambayo yalikuwa yameachwa, nadhani kuna taifa kama ya Wafilisti. Na hata leo tunapoongea, Waisraeli huwa wanapigana na Wafilisti kila wakati, kwa sababu ni taifa ambao Mungu aliliacha, ili kwamba lile taifa likuwa linapigana na wana wa Israeli, na wakipigwa wana wa Israeli wanamrudia Mungu. Kwa hivyo kuna maombi ambao unaweza ukamwomba, unamwambia Mungu, niondolee huyu adui, niondolee huyu mchawi. Ndio, ni mchawi kabisa, ni Farao,
Lakini Mungu akiangalia huyu Farao, akiangalia huyu mchawi, anaona huyu mchawi anakutengeneza ili uwe mtu mzuri katika ufalme wake. Nielewa. Lakini ndio maana wana wa Israeli kuna maandui ambao hawakuondolewa. Sasa wale maandui ambao hawajaondolewa kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, kwenye roho yako, kwenye uchumi wako, kwenye biashara yako, kwenye masomo yako, huyo andui sasa unafaa usaidiwe na neema, kwa maana huyo andui sasa ndiye udhaifu wako. Unafaa sasa neema lisaidie pale, lifunike pale. Sasa neema ikusaidie pale. Sasa hauwezi ukatumia neema kama ujui nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo the blood of Jesus ama damu ya Yesu Kristo huwa inatumika katika kufunika. Maana wakati ule Yesu alipochinja yule mwanakondoo, baada ya kuwa amemchinja yule mwanakondoo, alichukua ngozi yake akafunika Adamu na Hawa. Kwa hivyo ina maana Yesu alikuja katika ulimwengu ili kufunika vitu fulani kwenye maisha yetu, kwa sababu hizo ambazo nimezieleza. Na kitu kimoja ni dhambi ambayo imekulemea kwenye maisha yako. Haujaona watu ambao wameokoka, lakini wale watu ni wenye hasira ya kufa mtu, kama Musa. Ameokoka huyu mtu, lakini huyu mtu ako na tabia ya uasherati kama Daudi. Ameokoka huyu mtu, lakini huyu mtu ako na shida katika maamuzi yake, na ako na shida ya kupagawa na nguvu za giza, ama mawazo yake kuwa yanachukuliwa na nguvu za giza mara kwa mara. Lakini ameokoka kama Petro. Petro alikuwa anaweza akajazwa na Roho Mtakatifu, lakini baada ya muda ukaona kwamba shetani anamjaa, anamwambia Yesu, wewe utakufa, wewe hautakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo neema huwa inakujanga katika kufunika vitu ambavyo vimekulemea kwenye maisha yako. Inakujanga ili kusaidie ama ikutie nguvu, ikuwezeshe kwenye udhaifu wako. Na ile neema Yesu ndiye anakuanga ameileta. Yesu ndiye alileta duniani. Kwa hivyo Yesu anapokuja, damu yake imebeba kipande cha neema. Damu yake imebeba kitu kinaitwa neema, ambao ile damu yake ukijua kuitumia vizuri, kile kipande cha neema kitakusaidia kwenye udhaifu wako. Kile kipande cha neema kiko kwenye damu yake, kitakusaidia katika kufunika vitu ambavyo vimekulemea kwenye maisha yako, na kile kipande cha neema kiko kwenye damu yake kitakupea nguvu ya kushinda katika udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ile neema huwa inapatikana katika damu ya Yesu Kristo na inatumika katika kufunika. Sijui kama naeleweka. Haleluya. Sasa kwa hivyo tumesema kwamba the blood of Jesus ama damu ya Yesu Kristo huwa inatumika katika kufunika na kuondoa. Kama haijaondoa then itafunika. Ndio maana maandiko yanasema mwanakondoo, tazama mwanakondoo wa Mungu au achukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana 1:29. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifahamu nguvu na uwezo uliomo katika damu ya Yesu Kristo, maana ndio sasa nachambua, ujue kwamba hakuna kitu kwenye maisha yako kitakuja kukulemea. Maana Yesu anapokufa anasema yote yamekwisha. Ina maana kwamba hiyo shida yako imekwisha. Na ujue Yesu alikuja hapa duniani ili kufa, ili atoe damu. Kwa hivyo kile ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa Yesu ni damu. Kwa hivyo chochote ambacho tunakihitaji kiko katika damu ya Yesu Kristo. Na ukifahamu hii topic ya damu ya Yesu Kristo, ina maana kwamba chochote na wewe ambacho unakihitaji utakuwa tayari umeshakimiliki. Ndio maana nataka ufuatilie kwa karibu sana hii topic ambayo inahusu
kazi, matumizi ya damu ya Yesu Kristo katika